Kwa hiyo tuna mambo mawili, kuna mzigo alafu kuna dhambi ile. Una mizigo yako, matatizo, madeni, magonjwa, hiyo ni mizigo. Amen. Alafu nasema kuna dhambi ile. Dhambi gani sasa? Wewe unayejua. Kwa hiyo tunampelekea Yesu mizigo msalabani. Amen. Si tu mizigo peke yake, lakini na nini? Amesema kuna dhambi ile tuzikae. Dhambi ile itung'ang'aniayo. Kipi kimekung'ang'ania? Kipi kimekushikilia? Mwambie sasa. Simona mfano, unachoomba ndicho ambacho Mungu anakifanya. Huu ni mfano wa kimwili, ndivyo inavyofanyika katika roho. Jamani, Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Haleluya. Aya, Isaya 40:28. Isaya 40:28 anasemaje? Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye ni Mungu wa milele, Bwana muumba wa miisho ya dunia. Hazimii wala hachoki. Akili zake hazichungu. Sasa anawapa nguvu wanaofanyaje? Wanaozimia. Humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na nini? Hata vijana watazimia na kuchoka. Sasa kuchoka tumesema ni kukata nini? Watakata tamaa. Na vijana wanaume wataanguka. Nataka ile bali wao wamngojeao Bwana. Sema nitapata nguvu mpya. Sema nitapata nguvu mpya. Rudia tena, sema nitapata nguvu mpya. Sema sitakata tamaa. Natiwa nguvu mpya. Natiwa nguvu mpya. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu. Endelea pale. Watapanda juu. Kuna mahali ulikata tamaa, ulishindwa kuendelea, si ndio? Bwana akikutia nguvu, unasikia hali ya kufanyaje? Ya kusonga mbele. Unasikia hali ya kuanzisha tena biashara uliyoikatia tamaa. Bwana asifiwe. Haleluya. Wengi kuna vitu mliishia njiani, mlikata tamaa. Kuna mwingine anaongea hapa, anasoma, ameshakata tamaa ya kusoma kwa sababu haelewi, kwa sababu anafeli. Usikate tamaa na kulia. Kile ulichoanza kukifanya hakuna kukiacha. Bwana kutie nguvu, songa nacho mbele kwa jina la Yesu. Kuna baraka iko mbele kwenye hicho unachokifanya. Hata kama una wanafunzi wawili unga mwana mwaka mzima waongezeki, jitie nguvu katika Bwana. Mna kubadilisha biashara kwenda kulima vitunguu, songa mbele na hiyo hiyo. Kuna mpenyo mbele ya safari. Amen. Adui unajua anachukuliaga kesho yako kabla hujaona kesho. Mungu anachokusaidia na kuletea kwenye ndoto. Unajikuta leo na wawili kama shika na watoto wengi. Afu kiangalia kwa nje, mbona ndoto na uhalisia vitu vitofa? Lakini leo pata tamaa inapoingia kazini, inataka kuonyesha kwamba kile ambacho Mungu alichokuahidia ni nini? Uongo. Mnakumbuka pointi zangu zile? Ili usitazame Mungu alichokuonyesha, uanze kutazama hiki ambacho adui anakuonyesha. Haya tunayoona ni ya muda. Yale tusiyoona ambayo Bwana anatuonyesha katika roho ndiyo ya milele. Bwana asifiwe. Kamata ndoto. Swali, unayo ndoto? Swali, unayo ndoto? Unayo malengo? Kama unayo ndoto ya hiki unachokifanya hapa, usitazame changamoto ulizonazo hapa. Tazama malengo yako ulionayo kabla ya kuanzisha unachokianzisha. Hakuna mtu anayeanzisha kitu asiyekuwa na malengo, asiyekuwa na vision ya wapi ambako anataka kufika, si ndio? Kuna mwingine anasema naanzisha hiki, lakini kupitia hiki nataka nifungue vingine, si ndio? Nitanuke. Hayo
Hayo ndio malengo. Adui anakuja na kupiga kwenye hapo napoanzia hapo, ukate tamaa. Yale malengo na ndoto zako usizitimize. Utatimiza ndoto zako kwa jina la Yesu. Na utatimiza malengo yako kwa jina la Yesu. Iko nguvu Bwana anakutia leo, utainuka, utasonga mbele. Hapo utajiuliza, huyu jamaa silimkatia tamaa, acha imekwaje tena muone anasonga mbele? Mwambie Bwana amenitia nguvu. Ninaye Bwana Elikibo, Bwana mwenye nguvu amenihuisha tena, amenitia nguvu tena. Nasonga mbele, sitarudi nyuma. Nasonga mbele, sitakata tamaa. Ni marufuku kukata afu na Mungu akutie nguvu yupo. Marufuku. Kwa mitaani huko basi niache tu. Niangalie tu kingine bwana, hii na vita kweli. Penye vita mti wenye matunda. Ndio unafanyaje? Wewe shida yako kwamba huoni. Ila wenzako wameshaona matunda kama hujaona matunda. Wanajua jamaa tukimwacha huyu yale matunda tunayoona yale yatakuwa atakula. Wanachofanya ni kukutandika sasa hivi wanayoona katika roho yasitokee wapi? Vita ulionayo si kwa sababu yako. Vita ulionayo ni kwa sababu ya ulichokibeba ndani yako. Kamata hivi. Narudia tena. Vita shetani anapoinua kutafuti wewe ni kopo tu, mwili ni kopo. Anachokitafuta ni kile ulichokibeba kwenye mwili wako. Akifaulu kukimeza hicho, amefaulu kuzuia yale matokeo ya rohoni yasionekane wapi? Kabla Yusufu hajawa kiongozi, Mungu alishamwonyesha ni kiongozi katika roho kwa ndoto, si ndio? Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, shetani anamuona Yusufu ni mtu mkubwa, ni kiongozi. Anamuona kabisa. Iandike njozi hii, ifanye iwe wazi sana katika vibao. Hata kila anayesoma isome kama maji. Maana ndoto hii unayoiona ni kwa wakati bado ulioamriwa. Ukiona na kawia isubirie. Haina budi kuja, alafu haitasema uongo, haitakawia. Swali, unayo ndoto my friend? Unayo ndoto? Picha linaanza, ndugu zake wakamuuza. Yako kwa jina la Yesu. Mapito yako ni darasa. Mapito yako ni changamoto za kukutengeneza. Mungu hataki atumie watu midebedo, na maana midebedo laini yani mayai. Anataka watu strong. Yusufu zile zote ilikuwa ni darasa kwake, kuandaliwa kuja kwa mtu imara baadaye. Mtu ambaye anapitia magumu na changamoto ndiye mtu anakuaga ni wa thamani na wa muhimu. Amen. Imara kesho kuliko huyu ambaye ni debedebe. Kesho changamoto zikitokea kule juu, huyu ambaye alipitia debedebe huyu ni rahisi kufanyaje? Kugive up. Aliyepitia magumu na changamoto, magumu mkomaza. Daudi amepaka mafuta. Nikuulize swali. Ile siku ambapo Samuel amempaka mafuta kwa mfalme na roho Mungu akamshukia, kesho nikwambie swali, kesho alikuwa mfalme? Kesho alikuwa mfalme? Biblia inasema ni miaka mingapi ilipita? Kwa Yusufu ameoteshwa ndoto na miaka 17. Amekuja kuwa vile sawasawa na ndoto miaka 30. Miaka 13 anaandaliwa, anachongwa, kapitishwa kwenye majaribu tofauti, ni kuandaliwa kutengenezwa. Daudi kapaka mafuta. Wana theolojia wanasema alikuwa na miaka 16, wengine wanasema alikuwa miaka 14. Alikuwa ni bwana mdogo, sio Biblia inasema. Lakini bwana mdogo miaka mingapi? Lakini hakuwa kesho kiongozi. After that, unaelewa matatizo aliyopata. Si unaelewa? Ukisoma pale unaelewa changamoto zilizopata. Yale yote yalikuwa ni maandalizi. Yale yote ilikuwa ni kuandaliwa na Mungu. Magumu unayopitia ni maandalizi yako. Narudia tena, magumu unayopitia ni maandalizi yako kukupeleka kwenye ndoto yako, kwenye hatima yako. Vita unayokutana kwenye unachokifanya ni Mungu anakuandaa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen.
Sema hapa nilipo ninapita. Sema tena hapa nilipo ninapita. Naendea ndoto yangu. Naiendea ndoto yangu. Bwana alionayo kwa ajili yangu. Sitakata tamaa kwa sababu ya magumu, kwa sababu ya changamoto, kwa sababu ya vita ninayokutana nayo. Ndoto yangu ipo na ndoto yangu itatimizwa tu. Sema ndoto yangu itatimizwa. Ndoto yangu itatimizwa. Sitarudi nyuma. Sitarudi nyuma katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema ninasonga mbele kwa nguvu ya Bwana. Kwa nguvu ya Bwana katika jina la Yesu. Chapeni makofi kwanza.